Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu awali ya yote kwa ajili ya siku nzuri, kwa uzima anaotupatia, lakini kwa fursa mbalimbali ambazo Mungu anatupatia ili kuwashirikisha na wengine upendo wa Mungu, uweza wa Mungu na mamlaka ya Mungu. Leo tunataka kuleta ushuhuda utakaoletwa na kijana wangu hapa juu ya mfumo wa maisha. Nataka nikutie moyo na wewe usiogope. Yule Mungu aliyewatendea wengine zamani, bado nguvu yake ya kutenda ni ile ile, anaweza kukutendea na wewe. Kabla ya kuendelea na kipindi chetu, ni vizuri tukaanza kwa kumuomba Mungu ili tupate ridhaa yake na usaidizi wake katika kila ambacho tunataka kukileta kwako. Tuombe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya siku nzuri ya leo ambayo umetupatia. Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu popote alipo, anayefuatilia na kuangalia kipindi hiki. Baba, kwa jina la Yesu, tusaidie Bwana ili kile tunachokileta kikawe baraka, lakini msaidie yule anayesikiliza kikawe tiba juu ya hali yoyote, lakini ikampe ujasiri wa kusonga mbele zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Kwa kawaida lazima tuanze kwa neno la Mungu kwa ufupi. Ninataka tusome kwa pamoja na kuzungumza machache juu ya ujumbe wa neno la Mungu unaopatikana katika kitabu cha Zaburi ya 46 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Imeandikwa, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi mara zote alikuwa katika maandiko yake kwenye kitabu cha Zaburi anaeleza historia yake kamili, na anachokizungumza ana uhakika nacho kwa sababu ni maisha yake mwenyewe. Anaposema Mungu kwake ni kimbilio na nguvu, amemuona Mungu kweli ndiye pekee wa kumkimbilia. Ameona nguvu za Mungu zikimuokoa katika mazingira mbalimbali ya hatari. Kumbuka, kwa wasomaji wa Biblia wanafahamu kwamba Daudi baada ya kumpiga Goliati, vita kubwa ya kutafuta uhai wake ilinyanyuka. Sauli aliyekuwa mfalme alinyanyuka kuwa zaidi ya simba akitafuta kumuua, na kwa kuwa alikuwa na nafasi ya karibu ya kuweza kumdhuru, kwa sababu Daudi alikuwa akiishi kwenye jumba la kifalme kama mburudishaji na mpiga kinubi wakati wa roho mbaya inapoingia kwa Sauli. Siku moja wakiwa katika meza ya chakula, kabla ya chakula, Daudi alichukua kinubi akiendelea kuburudisha katika eneo la ukumbi wa chakula. Sauli akatoka na mkuki wake akaurusha ghafla, na bahati nzuri Daudi aliukwepa ukaingia karibu futi moja kwenye ukuta. Kwa hiyo anaposema Mungu kwake ni kimbilio na nguvu, ni kwamba aliyakabidhi na kuyawekeza maisha yake kwa Mungu tangu siku ile alipokuwa amejua ndugu zake na familia yake imemkataa. Kwa hiyo alikabidhi maisha yake kwa Mungu ili awe msaada wake hata porini. Na ndio maana anasema, alipokuja dubu nilimshika sharubu nikamuua, alipokuja simba nilimshika sharubu nikamuua. Daudi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana wakati wa mateso. Sijui wewe ndugu yangu, unapopita kwenye dhiki, nani kimbilio lako? Kuna wengine kimbilio lao ni waganga wa kienyeji, kuna wengine kimbilio lao ni fedha. Fedha hazijawahi kumuokoa mtu katika mazingira magumu. Fedha hazijawahi kumtoa mtu kwenye mateso ambayo yamemweka karibu ya kufa. Lakini Mungu ni kimbilio. Wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walilindwa na Mungu, hawakufa katika moto uliokuwa umechochewa mara 7 kwenye tanuri la kuyeyushia vyuma. Lakini mtumishi wa Mungu Danieli alipotupwa kwenye tundu la simba alitoka salama. Inawezekana na yeye Danieli alikuwa ameungana na Daudi kusema Mungu kwangu mimi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele. Maana ya tele maana yake ni zaidi ya kawaida, sio kidogo, msaada mwingi ambao unaweza kukutokea na kukusaidia popote na wakati wowote. Daudi kuna wakati alikuwa ameingia kwenye lile pango la Adurama, na kule kwenye pango Sauli na jeshi lake wakaja, na akatoka akiwa salama.
Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Maneno haya ndio ambayo ni ushuhuda tunaotaka atoe kijana, ili uone Mungu unapomkimbilia hajawahi kukuacha, ni lazima akutetee. Basi kwa kusema hayo, hebu fuatilia ushuhuda unaoletwa kwenye kipindi hiki na kijana huyu anaitwa Petro Zakayo Nembulis. Ninaomba fungua masikio yako, macho yako yatazame, alafu jifundishe kitu kumuona Mungu pekee ndiye kimbilio, kwa jina la Yesu, amen. Basi karibu sasa kwa ajili ya kufuatilia. Tunaye hapa kijana wangu, huyu kijana mzuri kabisa, kijana wa Yesu Kristo, anaitwa Zakayo, Petro Zakayo Nembulis. Hebu karibu Zakayo kwa ajili ya kipindi hiki cha ushuhuda. Mungu anataka kupitia yale aliyokutendea yawe sababu ya msikilizaji wetu na mtazamaji wetu ajifundishe kwamba Mungu anaweza kuokoa hata sasa, kama alivyomwokoa Daudi, na wao atawaokoa kwenye dhiki zao. Karibu kusikiliza. Hebu tuambie jina lako, jitambulishe na utuambie maisha yako kwa ujumla kwa kifupi na yale ambayo Mungu amekutendea. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ninaitwa Petro Zakayo Nembulis. Nimezaliwa Kiteto, nimekulia Kiteto. Umezaliwa mwaka gani? 1998. Nimekulia Kiteto, nimesomea Kiteto. Nililelewa na mama tangu nilipokuwa mdogo. Baba yangu alifariki akiwa mdogo, kwa hiyo mama alinilea tangu mtoto wangu mpaka hapa sasa nilipo. Ushuhuda anaotaka kuleta, nilete ushuhuda Mungu aliponitendea, aliponiokoa, aliponiepusha na Mungu. Elimu yangu nilisoma darasa la kwanza mpaka darasa la 6, sikuweza kumaliza kwa sababu ya uwezo wa mama haikuwa nzuri kuniwezesha niendelee na masomo. Bali nilishia darasa la 6, nikatoka shuleni nikaenda kuchunga. Nilienda kuchunga ng'ombe sana kwa sababu sikuweza tena kuendelea na masomo. Lakini nilipokuwa kwa mapolini na chunga, nilikutana na vikwazo vingi, mambo ambayo Mungu aliniepusha kuliwa na wanyama na wadudu. Nakumbuka siku moja jioni, muda wa kurudi nyumbani, tumetoka kuchunga. Nilikuwa na kaka zangu muda wa jioni sana. Wakati tunaswaga ng'ombe kwenda nyumbani, wao wakawa wametangulia, mimi nilibaki nyuma, nikawa nacheza kwa sababu nilikuwa bado mdogo. Wakati nimekaa tu kwenye kiwanja kucheza, akaja joka, ilikuwa linakuja kuniuma. Joka kubwa, ilikuwa joka la kijani. Nilikaribia kuniuma hapa maeneo ya shingoni, lilianguka, sijui ni nguvu gani ilikuja, likalizia, likawa halikuweza tena kuniuma, lakini alilala pale pale na mimi nilipokuwepo. Na mimi nilishindwa kukimbia, nilibaki tu pale pale. Baadaye mimi nilipata nguvu, Mungu alinipa nguvu, nikainuka, nikakimbia, niliacha ile joka lilikuwa linalala pale, mimi nikakimbia. Lakini sikuweza kufuata tena ng'ombe na kuita watu, bali nilirudi polini kwenda kutulia kule. Nilikaa kule usiku kabisa, watu ndio walinifuata, wakaanza kuniita. Wakati wananiita ndio nilikuwa nimesikia, nikawa nimeitika. Wakaniuliza ulikuwa wapi, nikamwambia kwamba kuna joka litaka kuniuma. Sasa Mungu alinisaidia. Niliacha vitu vyangu pale, niliacha nguo, niliacha viatu, niliacha fimbo. Tulirudi paka pale, tukakuta ile joka limeshaondoka, lakini tukachukua na vitu vyangu vyote. Ngoja kwanza. Ni vizuri watu wakakujua ulikuwa unachunga, lakini umetuambia unatoka Kiteto. Lakini ni vizuri pia tupate kujua, kwa sababu kabila ya wachungaji yako makabila mengi. Kuna Wasukuma, kuna Wamang'ati, kuna Wabarbaigi na kadhalika. Sasa wewe kule Kiteto kuna makabila makubwa mawili, Wanguu pamoja na Wamasai. Sasa wewe kabila lako kabila gani? Kabila langu mimi ni Mmasai. Sasa umesema Mungu alikusaidia. Ulijuaje kwamba Mungu amekusaidia? Je, ulikuwa unamjua Mungu kabla, ama uligundua Mungu alikusaidia baada ya kumjua Mungu sasa? Nilikuja kujua baada ya kumjua Mungu sasa. Kwa hiyo pale unajua kulikuwa kuna nguvu tu iliyokusaidia, lakini hukujua, ila baada ya sasa kumuelewa Mungu ndio umejua kwamba aliyekusaidia alikuwa ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Haya, karibu endelea. Wakanifuata kule polini, wakawa wamenichukua mpaka nyumbani. Tulipitia na vitu vyangu tukawa tumevichukua.
Lakini tulipoondoka nyumbani, maisha yakawa yaliendelea. Siku nyingine Wamasai waga na desturi ya kuhamisha ng'ombe kupeleka mbali kwa ajili ya kutafuta manyasi, majani au maji. Tulipohama huko tulienda mbali sana, na mimi nilikuwa mmoja wao walioenda na ng'ombe. Wakati tulipokuwa kule huko ambako mlienda wanahitaji Kimasai? Ronjo. Ronjo. Ndio. Wanaita Ronjo. Nilipokuwa huko, bahati nzuri mbaya mimi niliumwa sana. Niliumwa, wenzangu tulikuwa 3, tulikuwa tumeshindwa kugawanyika, mwingine anileta kwa sababu atabaki mmoja, na ng'ombe, kundi la ng'ombe lilikuwa ni wengi sana. Tulikuwa tumeshinda huko, mimi nilikuwa nauma, lakini baadaye wenzangu wakawa wamenishauri kwamba mimi niende tu nyumbani hivyo polepole, ijapokuwa nyumbani ilikuwa ni mbali sana. Nilirudi nyumbani, niliwaaga kwamba naondoka. Niliondoka muda wa saa 3 asubuhi. Niliondoka nyumbani kule Ronjo, lakini nilikuwa naumwa. Nilianza kuondoka kwenda nyumbani. Nilienda mchana kutwa mpaka jioni, ilinikuta bado sifika nyumbani. Nilikuwa katikati ya pori, kila nikitafuta pa kwenda hamna watu huko. Ilikuwa ni pori kubwa tu lenye wanyama wakali. Mpaka usiku ulinikuta. Nikaamua kuingia kwenye pori, nikaenda kama hatua 10 kutoka njiani kuingia kwenye pori. Nikataa kupanda juu ya mti, nikalale kwenye mti, lakini nilikuwa nakumbuka huko nyumbani walituambia siku kwa umevana huko porini usilale juu ya mti kwa sababu kwenye mti ni hatari sana, wanyama wanaweza wakakuarua ukiwa juu ya mti. Nilikuwa niliyakumbuka yale maneno ambayo wazee walituambia. Basi nikaamua kuchimba chini ya mti kidogo. Pale chini ya mti nikachimba, na mimi nikaingia pale nilipochimba nikalala. Usiku nilipolala, wanyama walikuja, nguruwe walikuja pale nilipokuepo, walianza kutafuta vitu chini. Lakini kuna mnyama alikuja ambaye sikuweza kuona, nilikuwa nimejifunika nguo. Akakamata nguruwe moja hapo, akawa amemkamata karibu tuna pale nilipokuepo. Akamshika, akawa amemuua. Nikawa namsikia anavyomtafuna nguruwe. Alilia sana kwa sababu ya yule mnyama alivyomkamata mpaka alivyomuua, na mimi nilikuwa tu pale karibu. Akawa amemla mpaka amemaliza, lakini mimi pale sikujua, nilipitwa na usingizi, nilikuwa sijajua kwa sababu niliamka usiku. Niliamka saa 3 asubuhi. Ngoja hapo kwanza. Unasema ulichimba chini ya mti kwenye mchanga ukalala. Kwa hiyo ule mchanga ulijifunika ama ilikuwaje, ama ulikaa tu kwenye ile shimo? Nilikaa kwenye ile shimo, nikawa nimefunika miguu na mchanga kidogo. Kwa hiyo mchanga ulijifunika kwenye miguu na huku usoni ukajifunika. Sasa wakati yule mnyama anakuja kumkamata nguruwe, wewe ukupata hofu ukakimbia? Nilipata hofu, lakini sikuweza kukimbia kwa sababu nilikuwa naogopa hata kunyanyuka pale. Ulikuwa unaogopa hata kunyanyuka pale. Na ngoja nikuambie kisa hichi, msikilizaji wangu, kwa nini watu wanaokaa maporini au wanaoishi porini wanapokuwa wamepotea hawaruhusiwi kupanda juu ya mti. Kuna sheria ya porini inayosema hivi kwamba unapokuwa porini umepotea, ukipanda juu ya mti unasababisha wanyama wengi wakali watoke walipo wakijua kuna mtu yuko katika lile eneo la karibu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuja kuvamiwa na kuliwa utakapokuwa aidha umeteremka ama usiku wakati umelala. Unaweza ukapoteza fahamu, ukaanguka kutoka juu na ukapata madhara makubwa. Kwa hiyo ukiwa juu, harufu ya mwili wako inakwenda masafa mbali. Kwa hiyo ni rahisi wanyama wa hatari kukufuata. Ndio maana anasema alichimba chini, akaingia pale, akalala. Lakini kama ambavyo amesema alilala, mnyama yule alipokamatwa alilala, hakujua kwamba imekuwaje mpaka ameamka saa 4 asubuhi. Ngoja niseme hapa, si tu kwamba alilala, baada ya lile tukio nafikiri alipoteza fahamu. Ndio maana akaamka saa 4, kwa sababu unapokuwa porini ni rahisi sana kujua kuna karibia kuchwa, kwa sababu
kucha, kwa sababu kuna ndege dudumizi wanalia, ndege wa polini wanalia, wanyama wanalia, wanashangilia mchana. Kwa hiyo kijana, maana yake wakati wa tukio la mnyama kukamatwa, yeye alipoteza fahamu. Ndio maana akashangaa saa 3 asubuhi, karibia saa 4 ndio amepata fahamu, akaamka. Karibu, endelea. Nilipoamka saa 3 mchana asubuhi, nilikuta pale ile mnyama ambao liliwa kabisa hadi mpaka uliisha, nilibaki tu kama kichwa. Mimi nikawa nimetoka pale nikaendelea na safari. Nilienda asubuhi, tangia asubuhi mpaka jioni, tena usiku ukawa umenikuta niko polini. Lakini nilipokuwa nimekwisha kuzama mbele yangu, niliona shamba. Nikasema acha niingie kwenye hili shamba, nikaale ndani ya shamba, kwa sababu kwenye shamba wanaweza wanyama wakali wasiingie. Sawa. Mimi nafikiri, je, wakati huo ulikuwa umeshamjua Mungu? Hapana, sijamjua. Basi kama ulikuwa hujamjua Mungu, maana yake aliyekuwa anakusaidia sasa umegundua ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Labda kwa kuishia hapa, ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, tutakuwa na part 2 tena kipindi kingine kesho. Kwa hiyo usiache kufuatilia. Ziko shuhuda nyingi nzito za jinsi Mungu alivyomtendea. Lakini kumbuka, nilisema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nini? Na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Nataka niombe na wewe kidogo katika mazingira na wewe unayoyapitia, ili kukutazamisha kwamba Mungu ndiye kimbilio na nguvu na ni msaada unaoonekana wakati wa mateso. Hapo ulipo, tuombe pamoja, tuunganishe imani na Mungu atakutendea. Baba, kwa jina la Yesu, kwa ajili ya mtu huyo, kwa mamlaka nilionayo katika kushindwa kwake, mpe akili yake kugeuka na kukutazama wewe kama kimbilio na nguvu, na umbariki na kumtoa katika fadhaa zake kwa jina la Yesu. Amen. Basi Mungu akubariki. Fuatilia kisa hiki na shuhuda moto moto kutoka Bado Kuna Tumaini TV. Amen.